msiba wa kaka yetu Steve Nyerere, lakini tumekuona umekuwa mtu wa kwanza kuwepo hapa tangia mapema asubuhi kuonyesha jinsi gani ambavyo umeguswa kwa namna moja. Hongera kwa hilo na hongera kwa jinsi ambavyo unawakimbilia watu kwenye matatizo mara kwa mara. Nitamani kufahamu taarifa jinsi ambavyo ulipata ya msiba huu wa Sebo ilikuwaje? Nimepata msiba wa taarifa asubuhi, na bahati mbaya niliona asubuhi simu nyingi zimeingia, nilikuwa nimezima simu. Na sio kawaida yangu. Simu nyingi naona ndugu zangu kina Edo, kina Roja, simu ilikuwa mengi sana usiku. Sasa bahati nzuri simu zetu hizi za kisasa hizi asubuhi unakuta waliokupigia wote. Kapata butwa na wengine wakaanza pole Steve kwa rafiki. Nini? Rafiki gani? Na kuna mtu mmoja anitumia pole sana Steve, nikamwambia kuna nini? Kuangalia nakuta Sebo ametangulia mbele yake. Cha kwanza tunamshukuru Mungu kwa maisha yake. Tunamshukuru Mungu kwa maisha yake, na hatuna maneno mazuri sana ya kuzungumza kwenye kifo. Na kwenye kifo hakujawahi kutokea kuwa mtu ana maneno mazuri. Kifo hakijawahi kuzoeleka, na ndio maana kwenye Biblia, kwenye Qur'ani, kifo ni fumbo. Tunahimiziwa kufanya ibada kwa sababu hujui muda. Sababu mtu katoka South Africa kaja hapo juzi, alikuwa pale Shaba amekaa na washikaji, alafu leo naambiwa amekufa. Kwa hiyo ni changamoto. Ni changamoto changamoto ya kwanza kupokea kwamba ni kweli. Lakini changamoto ya pili ni kujifunza. Kifo cha Sebo ni funzo kubwa mno. Mimi kwangu nitamkumbuka kwa mambo mengi sana. Moja jambo kubwa ambalo nitamkumbuka nalo, aliniajiri yeye na Majizo nikiwa napitia changamoto kubwa sana za maisha. Walinipa nafasi ya kuwa mtangazaji wa magazeti kipindi cha asubuhi, kama mnakumbuka. Yeye ndo alinipokea, alikuwa bosi wangu. Na aliniita ofisini baada ya kuniajiri, akaniambia una kipaji, una uwezo, lakini kikubwa zaidi naomba uwe huru wa kufanya kazi, lakini usivunje miko ya habari. Na hilo nililizingatia na nilifanya kwa weledi mkubwa. Nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu kwa kumuona mtu ambaye nakati mimi napitia nyakati mbovu, yeye aliamua kushika simu na kunipa ajira ili watoto wangu wapate milo mitatu. Kwa hiyo napenda kumshukuru Majei, napenda kumshukuru sana na bosi Sebo ambaye yeye ametangulia mbele yake. Lakini kikubwa zaidi kingine ambacho nadhani nitamkumbuka, the first time napambana kwa ajili ya kuwapa walemavu wheelchair na nini, yeye alitoa ofa ya kwamba tutafanya live ili watu kwa wingi tufanye live wapate taarifa, na alinipa live. Namshukuru Mungu, amekuwa rafiki. Na hata tuna group letu, tupo kina Oscar, kina Roja, kina Venture, hapa tunakutana kwa ajili ya mbio asubuhi kila Jumapili pale Mikocheni kwenye group letu. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu, tena narudia, lakini kusema kwamba tutampa Sebo heshima zote zinazostahili kupewa. Heshima zote anazostahili kufanyaje? Kupewa. Nami kama mfanyakazi ambaye nilikuwa mwajiriwa wa IFM, nitashirikiana na wenzangu kuhakikisha tunampatia heshima zote. Wadau mbalimbali wamekuwa wanatupatia salamu za pole, lakini jioni pale tutakapopata ratiba kamili nzuri, lini tunazika, tunaaga wapi, tunafanya nini, itatolewa rasmi. Niseme tu Bwana ametoa na jina la Bwana libarikiwe. Na baada ya kupata taarifa, labda kama ulifanya dodoso, wanasema nini kilimsumbua, kwa sababu imekuwa ni ghafla kidogo? Hatuwezi tukazungumzia sana maradhi yaliyomsumbua Sebo. Hiyo iko chini ya familia, lakini sisi tunaenda kuzungumzia tu kwamba uhai wake, aliishi vipi na watu. Kwetu sisi uhai wake una maana zaidi, kwamba alitupa ukaribu. Na nikukumbushe tu, Sebo alikuwa na tabia moja ambayo hapa kila mtu anaijua. Sebo anakuwa na uwezo wa kukukaripia, ukazani mmegombana mtaongea miaka 10. Unaweza kukaripia, lakini binadamu lazima apitie mambo matatu. Huwa anasema lazima apitie kudhalilika, kukosolewa, na vile vile hata mtu anayekukaripia anataka kukutengenezea njia kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo mimi kwangu Sebo ameshawahi kunikaripia sana
sana, sio mara moja sana, lakini nia ya kunikaripia ni kunisawazisha niwe imara zaidi. Kipi unakumbuka, karipio gani unalikumbuka mpaka leo lakini unasema lilinifunza? Karipio la kwanza, kuna siku nilichelewa kazini. Sasa nikawa naishi kimazoea, nikiamini hawezi kunifokea. Aliniita almost niongea naye dakika 30. Lakini katika karipio lake ananifundisha na maneno ya maisha kwamba Mungu amekupa hii nafasi, itumie, ni ya muda. Alinikaripia sana. Nilijisikia aidha niache kazi, niliona kama nanyanyasika. Lakini baadaye nilipopata, binadamu ana akili mbili anapokaripiwa. Binadamu ya akili timamu inakuja baada ya kupumzika masaa machache. Lakini maamuzi yanayokuja baada ya kukaripiwa, aidha kuacha kazi au kuacha kazi au kuona kwamba amedhalilishwa, ni maamuzi yale yanayotokana baada ya kukaripiwa. Kwa hiyo mimi kwangu nilijipa muda. Kwa nini Sebo kanisema? Nikaja kugundua mimi na makosa. Kwa hiyo nilimweka katika kundi la watu ambao wana nafasi ya kunikaripia. Ni ngumu sana kwa umri wa kwetu sisi na umri wa vijana wa sasa hivi kumpa nafasi kijana mwenzako kukukaripia. Kwa hiyo mimi kwangu namshukuru Mungu sana kwa Sebo, alinisaidia na narudia tena, alinipa ajira. Namshukuru Mungu kwa maisha yake, na nimesema kwamba Sebo amejichanganya kwenye kila kona. Alikuwa sio redio moja, hajafanya redio moja. Alikuwa East Africa Radio, mnakumbuka, na ni Magic, ni mtangazaji mzuri. Na mnakumbuka alikuwa anapendwa sana na watu. Akaja huku amezalisha vipaji vya watu, na madhara yetu sisi wa Afrika tunapenda kumsifia mtu akiwa ameshafariki. Nalo ni jambo sio zuri sana. Lakini tunatakiwa matunda yake haya tumpe akiwa hai. Ndio maana sisi wengine mimi katika akili yangu nimepanga ndani ya mwaka huu lazima nifanye kitu kinaitwa Achievement Awards. Achievement Awards ni watu waliofanya vizuri na mchango mkubwa kwa taifa. Awe msanii mdogo, awe mwandishi mdogo, awe mwanahabari. Mimi kama mwenyekiti wa Mama Ongea Mwanao nimesema ili lazima nilipange, nilifanye kubwa. Awe mtu wa mwandishi mchanga kabisa, awe mwandishi chipkizi, lazima tuandae kitu kinaitwa Achievement Awards. Angekuwepo Sebo sasa hivi tungekuwa tumeshampatia Achievement Awards. Kwa hiyo unaona kwa namna moja ama nyingine tunavyopotea, na niwasihi tu ndugu zangu, tunatembea na kifo, na ndani ya kifo ni fumbo, hatujui siku, hatujui saa. Basi ni muda wetu wa kusali. Usijione umeamka una afya njema, una uwezo wa kupiga simu, una uwezo wa kula, una uwezo wa kucheka, unaweza kukaripia mtu, lakini una sekunde moja ya kuishi. Kwa hiyo niombe sana tumkumbuke Mungu. Kama una uwezo wa muda wa kukaa masaa 2 ama 3, basi una uwezo wa kukaa kanisani au msikitini dakika 45. Kwa sikio lako, kwa jinsi ambavyo tuona sisi vijana ambao tunachofikia kwenye tasnia ya habari, unadhani ni kitu gani ambacho tuondoke nacho kutoka kwa marehemu Sebo kama alama na kuishi nacho kwenye kazi ambazo tunazifanya kwa jamii? Usubutu. Wengi hampendi kusubutu, wengi mnaamini mlipoajiriwa basi ndio mnaweza ikawa maisha yenu ndio hapo mpaka mwisho. Maisha hayawi mwisho. Umeajiriwa, umefunguliwa ukurasa. Onyesha bidii, onyesha maarifa, onyesha juhudi, nenda kafanye usubutu mbele. Unaweza kuwa. Angekuwa leo yeye sio msubutu, angebaki bado East Africa au Magic. Lakini amekuwa kuanzia utangazaji mpaka kuwa na yeye kati ya kwenye board members ya kuajiri. Hiyo yote ni usubutu. Akili yako wewe, hakuna Mungu sehemu kakupangia kukwambia wewe utakuwa mtangazaji tu. Akili yako ujui jinsi ya maarifa na juhudi zako unaweza kufika mbali. Umeshanielewa? Usubutu, usijikubali kukaa hapo. Ukijikubali kukaa hapo, ukaweka neema, ndio umeyakubali maisha yako kuyajengea ukuta. Usikubali. We Mungu hajakupangia hapa. We Mungu amekupangia kule, lakini anakuangalia juhudi zako. Nenda kafanye juhudi. Kama mtangazaji ongeza juhudi. Unapiga vipi kamera? Kama unahoji, kafanye juhudi. Nenda kwenye ma-TV makubwa, wenzako wanahoji kwa njia gani? Ubunifu upoje? Sio unahoji tu ile kila siku, kila siku. Watu hawawezi kukuona. Watu wanakuona kutokana na ubunifu. Yaani ukiwa mbunifu watu wanakuona. Lakini usipokuwa mbunifu watu watakuzoea. Na ndio maana unakuta hata wasanii wetu unakuta kila siku anaimba nyimbo ile kubana sauti. Ukimkuta mwigizaji wetu kila siku anaakti ile yeye ndo kaua. Sasa hatuwezi kupata watu wa namna. Kwa hiyo Sebo alikuwa mbunifu. Ametoka utangazaji. Amekuwa naibu mkurugenzi, kutoka utangazaji kaacha mic kawa
naibu mkurugenzi, hata wewe amini, una kitu ndani yako, utaki kushirikisha moyo, kumshirikisha Mungu kukifanya. Unaamini kwamba hapa nilipofika ndo riziki yangu. Hakuna riziki, haina mwisho. Riziki inapenda kupelekeshwa, kwa sababu riziki ni lijitu fulani hivi linasikia pale unapoliomba kitu fulani, linasikia. Kwa hiyo napenda kukwambia kwamba unao uwezo mkubwa wa kufanya vitu vikubwa kama Sebo. Unao uwezo wa kuja na wewe kuniajiri mimi, au kuja kumwajiri Venture, au kuja kumwajiri askofu, kuja kumwajiri Cheche. Ni kwa sababu hujaweka juhudi mbele. Tumekalili kwamba mimi hiki nilichopata kinatosha bwana, wewe nimekaza na kijiweni. Hujakaa kijiweni kwa sababu ulitoka kijiweni ukaja kuajiriwa. Toka kuajiriwa, nenda focus. Kila siku lazima uwe na ndoto mpya ya kuongeza kitu ndani ya mwili wako. Yani hakikisha kila unapoamka kuna kitu umekiongeza. Na ndio maana mimi nawasia hata nyewe watangazaji wa sasa, ingieni kule, angalieni mna television, angalieni wenzenu wanafanya nini. Kuiga ujuzi sio dhambi. Mungu hajawahi kukataza kuiga ujuzi. Asante.